Kufa ama hiyo. Ngoja nione afande. Mtoto ameenda. Mwili ni baridi inatoa harufu bwana. Fanya hivyo afande. Hebu sikia hapa banda. Hebu sikia hapa hivi twende nje. Shika hapa. Shika hapa afande. Shika hapa hivi na mimi shika nyuma. Shika hapa hivi afande. Shika hivi hapa. Hivi. Shika vizuri afande. Toka hapo. Funga zamani kuangusha. Funga mlango. Sawa. Nani? Kwani bado unakaa mlevi? Na mbona unaongea kama mambo yenye unaongea hata tuelewe unasema nini? Afande? See, I told you this guy is not the right guy. Iko mtu anaanza kubadilisha. Ndio ananishangaza nani? Nani? Wacha kuambia afande. Mimi nikwambia. Umechangaje? Nakupiga baya. Wewe. Afande anauliza nani alikuletea manguo? Mbona ujibu? Afande anakuuliza nani amekuletea manguo? Mbona uongee? Unajua hii maneno ya manguo hii. Kuja mbio. Ana ujinga sana. Tulia hapo. Katini? Nimekaa. Najua. Very dangerous guy. First of all, I wanted to explain to people how whatever happened here, how they accessed this house. Exactly. Nilikuwa nataka naomba nani niweze kuelezea mambo ya hiyo fingerprint ndio tumepata na vile walimanage kupata vile walimanage kufungua juu. Exactly. Mkubwa venye nilienda kwa kufanyia zile vitu dusting, finger dust, ili tuli after dusting tulimaliza tukafanikiwa kujua kwamba the padlock ilifunguliwa na master key. The guy who operated kwa mlango ya Afande Mailu, he used master key. Up. Alitumia master key. So everything is clear now. Yes. Yes. Not me. So, hiyo kitu ishafunguliwa. Kila kitu iko this one. So this guy caretaker ndiye anaweza tuambia kama hiyo master key yenda alipeana ama because so if I may ask, yes sir, tunafanya kitu ambacho kinaitwa investigation. Yes sir. We are here for that investigation, all right? Yes. So far, as my team, yes, the team that I believe in, the team that I trust in. Yes sir. So far, tunataka tuende fanye kitu ambacho kinaitwa intelligence, na tuwe na at least tuwe na mpangilio sisi wenyewe. So far nataka kuelewa so far tangia hii mambo ilipoanza mmefanya investigation nini, imefika wapi, at least mnielezee, then after then we will know, because nimewapea kazi. That's why you must deliver that work to me. That's why Mr. Omala is saying about the fingerprint thing, the dusting thing. After we have collected every information, we went to the government chemistry. The so-called padlock. Yeah. Systems. Kujaribu the fingerprint zilipatikana, of course, na zimedetectiwa. And then the third thing ni kwamba wenye wameifanyia dusting ilifunguliwa na master key. So this guy sijui kama enda anasema a lot. Officer, this is the key. Yeah. This is the key. So this is my key. So if I may ask. Yes sir. Hii kifunguo ni yako ama ni ile master key? This is my key. Yes. This is my own key. So right now najaribu find out kifunguo yenye ilifungua hapa ni master key. Ni master key, ndio? Yes. So far investigation yenu tangia niwapatie kazi. Yes. Sasa hiyo funguo imepatikana ama bado ama haijapatikana? Bado hajapata gaidi ambaye ali-access hii mlango. Yes. So are we just for me, are you seeing the caretaker, because maybe for my own suspecting this guy, you know, or not even this one, the cameraman of yours, hiyo mtu wako. At the point was the CCTV footage nilipata ambazo tumeweka kwa Shapload. Yes. Na nani yule jamaa amesaliwa na cameraman yetu. Hii cameraman inafanya kazi ni tumearrest kwa pale kwa gari. Yule jamaa amesaliwa already asha-upload director zile ma footage. Asha-upload.
pale kwa nini yake. Na pia hizo files ambazo zinaonyesha kwamba mambo ya CCTV ziko kwako, ambapo tulipata camera 1 pale kwa stairs, kwa gate, camera 1, camera 2 na camera 3 were tampered with. They did not give us the footage. Yeah. Tulianza kwa camera 4, camera 5. Hiyo zilitupea, na hii kamera nyingine hapo kwa kona hii ile mulika hapa. Tulitupea clearance, clear footage there. The person who accessed this house. Tukapata alikuwa a stranger. Was a man. Yeah. Amevaa mask ya red. Na carrying that. He carried something strange kwa body yake, ambapo inaaminiwa kwamba ni hiyo mwili. Sasa alifungua na kutoka. Kwa analysis. Kwa hivyo wanted to know huyu jamaa aliingia aje katika akiwa. That must have been. Tumejaribu kufind out ni nani. Tumejaribu kufind out, ambapo sasa tuko tumekubrief phone, which is his phone in this case. Simu ya jamaa. Tulipata kuna messages zenye alikuwa amefuta. That material day. Yeah. After kuweka simu kwa systems zetu. This guy's not a good guy. Tulipata kuna so many messages zenye alikuwa amefuta. That material day about the conversation, whole story about how that thing was to be conducted, to be fixed. Kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa akuje kuonyesha that stranger my door, kwa sababu huyo mwanamke inasemekana kwamba alikuwa anaishi hapa. Yeah. And kiataka by blood. Yes, na kiataka anamjua. You know, natamani sana kuelewa. Yes sir. Lakini ambapo inafika nishindwa kuelewa. So I need to find out more about this case. Kwanza kwanza tuangalie hiyo kifunguo. Ni vipi mlango ifunguka kamera. Kwanza kama kunitumia sikuona ile clip. Itaonyesha kama afisa au kama umechukua fingerprint. Yeah, hata fingerprints wenye tume detect hii kitu tukakuta fingerprints after fanyia finger dust. Tulichukua fingerprints za huyu. We thought this guy ndiye alihusika kufungua. But fingerprints zenye zimepatikana kwa hii kafuli exactly na zenye tumechukua zake they vary. But kitu yenye kuna kitu huyu anajua. So nikuulize Mr. before we go further. What is your relationship with the director Sailo? Ongea na nini, ongea sana. Unatembeleza hapo kuongea. Unaweka fande kwa shida. Unaenda taratibu. Unajua kitaka kupata information. It's a good information for mwenda zake kama huyu. Ambaye ni mshukiwa wetu. Tuende taratibu kwa sababu unajua the moment you harass him then in public whatever we will not find out the information. Okay? Let us go one by one, step by step. You talk at least to get information. Thank you sir. We begin with what we are talking about. Yes sir. Let us begin. Investigation tufanye in a way that nobody at least tupate ukweli wa kila kitu. Unajua mkubwa Mr. Explain to us what's your relationship with Director Sailo? Very fast. Na uongee. Yes, mzomane. Hiyo ndio uhusiano. Uhusiano gani na kwa hii nyumba mnajuana aje kwa hii gate? Kwa nini kwa hii nyumba West kiataka? Kusalimiana tu. Kusalimiana. So unataka kutuambia kuna uhusiano mwingine mko naye? That's why mkubwa tunapiga hii mtu. Ile kusalimiana tu. Yeye husiki kwa vivyote kwa hii mambo. If I may ask him fundamentally. Yes sir. Do you have the phone of this guy? I have the phone. Yeah. The phone of this guy. Yes sir. So we need to find out if this guy is lying to us or saying the truth. We need to find the relationship between this one and the Silas. That you are coming from. So that we can find out where all the truth is that. We are almost there. We are almost approaching there. Let me answer. Officer. Your first relationship between this guy and Sailo. In fact, if I may tell you something, these people don't even communicate. Don't talk too much. They don't talk. The point is hi, hello. So it's mean that Director Sailo, nifungulie gate. Director Sailo ndio huyu tu anamwambia nifungulie gate. Jamaa anamuuliza kwani leo mwenye nyumba hayuko? Anamwambia hapana, hayuko. Kwa kazi amenituma kutoka studio. As officers we need to dig more. Yes sir. We need to dig more. Huenda kuna vitu ambazo zimefutwa kwa hiyo messages. Tushare retrieve kila kitu. Kwa zile ya the cameraman na huyu jamaa just very shallow. Ile like hiyo we call it what closeness very shallow. It's a fact that these people school together.
walikuwa wangesema high school. Second thing ni ile tu jamani, kiataka mgeni cameraman anakuja kwa hii nyumba kuchukua vitu. So hiyo relationship iko. So but for me I think these people know each other very well. Wanajuana vizuri because this guy is lying to us. If that conversation number, ulipeana number aje na aje? Can you tell us? Wewe unaongea tu namba yangu wapi? Alipata access ya mlango aje? Ule msema. Wacha kufikiria nani? Wacha kufikiria mambo ya kutudanganya hapa. Answer ndio hapo sana kuuliza, una answer immediately. Naongea sana tafadhali. Unajua atukupati. Ongea sana nipana mkiwa hapa. Mkubwa tu kama wanataka wapigwe ndio. Sauti. Hata kwa sasa alikuwa anaongea vizuri sana. Hapo anaongea hivi. Unataka nikufanye nini kufanya kwa sasa? Ongea. Yes sir. Ni kitu kijua nawe kwa plot. Okay. Na wewe madam. Hapo ndio nilikuwa nenda pale kwa saluni yake hapo. Ukwenda kwa saluni yako kufanya nini? Tulikuwa tu marafiki tu. Marafiki, urafiki aina gani? Are you Ndio hapo. Ni bibi yako ama ni nani? Are you dating? Ulikuwa unagonga yeye? So your relationship kati yako na yeye ilikuwa aje? Because we need to find out to help us to know mtu afanye ni mkora. So unajua hata zile CCTV video zingine tena nasikiza amedelete. Anaendelea kumdarogeti. Hebu ongea hapo kwa bana hapa. Au relationship yako na yeye ilikuwa vipi? We need to know that relationship ilikuwa aje. Because I'm here supposed to help you. Nataka nikusaidie because you still young, you still have future. I need to help you. Yanangoja kudanganye every secret hapa. Yes. So I want to know from you. Kama unasema kweli, you will be honestly, no kuwa honest kwa upande yako as a caretaker of this house. Kwa sababu umeandikwa kazi na boss wako. You know everything in this compound. Kila mlango unajua everything that's happening. When you are the control of the CCTV, you know from step 1 up to step 7. Now be honest to me and then tell me this and this and this. I'm here to help. We are not here to harass you. We are not here to beat you. Ongea mkubwa. Kudhulumu. Sasa ongea. Yes. So nieleze your relationship with that girl, then your relationship with the director. Kuliko kuenda na vipi? Kwa sababu you are lying to us. Sasa leo ni rafiki yangu. Tulisoma na yeye. Hapo kusana na nyumba. Nataka uongee kwa msichana vile tu alikuwa anaishi hapa. Hapo sasa ni bado ndio naye hapa. Msichana alikuwa anaishi hapo. Ulikuwa unaishi naye ama alikuwa anaishi vipi? Alikuwa anaishi hapa. Na sasa mimi nikamfukuza. What happened? Mlimfukuza juu nini? Mlimfukuza juu nini? Ni mambo mingi. Mambo mingi na tunakuambia nani? Unafaa uongee hiyo mambo afanye haraka kujua. You must tell me everything. Nimejaribu kuambia uniambie kila kitu. Kwa open kwa mkubwa. The more unaniambia, I will help you. But the more unajaribu kunipeleka kwa kona, the moment nitapata ukweli, you will end up to jail. You are still very young. Eleza afanye ndio. Sasa nimeshaeleza. Nielezee. Why ulimfukuza kwa nini? Why? Reason why ulimfukuza ilikuwa nini? Mambo zangu alikuwa anafuatilia sana. Gani? So inamaanisha kuna wewe si mtu mzuri. Hapana. Haya. So to prove this man wrong, I think we will let us just to prove this man wrong. Unajua nikipata ukweli about that, you can be free. Lakini the moment unajaribu kuficha vitu, I will not help you. There's no one is happy about msakienda jela. Lakini now listen, the lady is not by the name Wambo, of which looking well at the profile does not reflect the name Wambo. Officer, let me tell you the truth. Now here is the conversation, sir. Kama ndio day ilikuwa saa 10 ya jioni, saa 10 ya usiku, saa 10 ya jioni, in the evening, anamwambia make sure Sam niaje, maana anamwambia ana reply for message from the lady, anasema Sam, hope everything is well because yule mtu wangu atakuwa anaingia usiku wa leo. Masaa tulikuwa tumeagree usiku ambao ni usiku wa leo. Lazima ndio ndio afanye. Sama anamuulizaje na zangu za macho.
Mjana anamuuliza, kwani hujaangalia, hujaconfirm M-Pesa message? Pesa. I have sent 20,000. 20,000 ilikuwa ya nini? 20,000 ilikuwa ya nini? 20,000 ilikuwa ya nini? Unajua kuchukua muda kujibu nataka kutudanganya. Wacha nikwambie kitu moja kama ujui. Unaona wewe utakuwa mshahidi kwa hii kesi kama caretaker. Lakini ukitaka kukua colleague wa wale magaidi tena utawekwa. Wacha niendelea pale. Wacha niendelee kujibu. Anamuuliza, "Uja confirm M-Pesa message?" Ukaona nimeshakuwekea 20,000. Maana kuona upako. Anamjibu tena anamwambia, "Oh, thanks a lot." Msema analia anamwambia aje? Amekuwa fanya niangalia hivi. Make sure the CCTV cameras are not on that very hour. So huyo msichana according to sisi. Now we are coming out to the next thing. According to huyo msichana, have you find anything about that girl? Mjua mahali tunaweza mpata hivi? Yeye anamsaidia tu. Huyu ndiye ataongea huyo afanye. Saidia tu. Huyu ndiye ataongea. Namba siko. Have you tried to track that number at least muangalia bado we are just sababu we just wanted to first find out this guy and collect more information. Na ni mkora. Okay, I want to listen for that message. So, tunamwambia TV sikue off that very hour. Yes. Yeye ndio ameandika that very hour. Huyu jamaa anamwambia, "I'm afraid my landlord akiona kamera zimeenda off ataniletea noma." Anamwambia the landlord hapa akijua ziko off ataniletea shida. Unaona hapa ni? This is the communication. Ndugu zangu, the communication. Wambo. So jamaa Wambo anamwambia, "Kwani how is it this Wambo?" Wambo anamwambia, "Just make sure kamera ya nje inachukua mtu akiingia kwa gate not working. Ya first floor, second floor, hiyo kamera 1, kamera 2 na kamera 3. Asifanye kazi. So ndio ziko zinatumba. Yes. Anaanza. Kwa sababu hiyo footage tumechukua kamera 4 na 5. Now, those are the sensitive conversations zilizokuwa happen hiyo siku. Now jamaa huyo anamuuliza, "Na wewe ndio utaleta hiyo mzigo ama ni nani?" Demo anamwambia, huyo Wamba sasa anamwambia, "Usijali, everything is in control." To read ndako usome hizo vitu because sasa ndio tunasema huyu jamani huyu anauliza Wambo, "Kwani mailo ni nini yenyu amekula mnamwandama hivyo?" Jamaa sana anamuuliza hivyo. Anamuuliza, "Mailo nini yenyu amekula?" Jamaa mnamwandama hivyo. Demo anasema, "Dunia ni duara. Usijali, nitakuja kueleza baadaye." Anajifanyanga sana. Hivyo you have a plan to Afisa, uko na plan sasa malizie maneno hapo. na Vande. Huyu jamaa ataendelea kutujibu. Ngoja kidogo. Kwa hivyo wewe sisi tunashika ile mti yako ya director na this guy knows what is going on. Kwa hivyo umekwambia hauna nani ana connection na hii nyumba? Director ana connection na what happened with that material. Cameraman ana shida yote. Tunajua mmoja kwa gari pale. Unatengesha kichwa kwani mdomo aiongee. Wewe kama aiongee pelea officer. Yes sir. Nataka tunamali tu hivi but huyo director wako lazima tutakuja naye hapa ili tumuhoji. We need to find something before tumwachilie kwa sababu tutamwachilia kwa hivyo. Yes sir. We need to find something first of all and then we let him go. Kama atakuwa very innocent, tutamwachilia. Nilikuwa nataka in case nimeona anahangaika sana anashinda akilialia pale kwa sababu ananilia ananiambia ni message. Mimi sikuhusika pale kwa sababu nilikwambia don't trust anybody. So this case wewe utaamua ukiona kwenda naye police station, lakini tuliruhusu kama utamwachilia leo ukiamurisha to follow your directives. Tuambia aende hapa but I think it will be done kwa sasa atoke. We know kwa sababu lazima tuta-investigate simu yake pia tuangalie tujue. Afande sina hii mtu si mkubwa turudishe tu kwa gari. Bana asimame ajaongea anything good. Asimame. Harakisha.